Siku Wekundu wa Msimbazi wao wamethibitisha kuwa mpaka kufika Jumatatu watakuwa wameshamkabidhi mikoba kocha mkuu ambaye atakinoa kikosi kuelekea katika mchezo wa raundi ya pili, hatua ya awali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambako watakuwa wanacheza na Nsingizini ya kule Uswatini. Kwa hiyo mpaka Jumatatu tayari kocha huyo atakuwa ameanza kazi. Jumatatu ni kesho kutwa tu hapo. Leo Ijumaa. Maana yake wana Jumamosi, wana leo Ijumaa, Jumamosi na Jumapili kumtangaza kocha mkuu. Yeah, of course. Sasa hivi tunaenda international break. Kwa hiyo hii kipindi cha hizo wiki mbili ndio kipindi ambacho mnatakiwa kuweka mambo sawa. Kama ni kumtambulisha, ni kumtangaza mwalimu, wamtangaze mwalimu aanze kazi kwenye hizi wiki mbili hizi, anaweza kufanya kitu kwa ajili ya kuanza mechi zinazokuja, kwa sababu baada ya hii international break ya wiki mbili manake ligi itarejea, mashindano ya kimataifa yatarejea, na bila shaka mechi za kimataifa kuanzia tarehe 17 kama kumbukumbu zangu ziko sawa. Manake leo ni tarehe tatu. Manake ukiweka wiki mbili mbele, siku 18 itakuwa kama siku kama 17 hivi. Kwa maana itakuwa ni tarehe 17 tangu mwanzo, tangu tarehe moja, sio? Kwa hiyo itakuwa ni muda ambao anaweza kuandaa timu yake kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kwa Simba jinsi ilivyo hakuna vitu vingi vya kufanya kama mwalimu zaidi ya kuona tu, kuwajua tu wachezaji wako kwamba yupi ni mweke wapi na nini, kwa sababu sijaona shida ya fitness kwenye kosti ya Simba. Sijaona shida kubwa sana kwa ubora mchezaji mmoja mmoja, na sijaona pia tatizo la kimuunganiko kubwa sana. Yani mechi timu bado ukitazama inaonesha kuna kitu kizuri ambacho kinaweza kutengenezeka ndani ya muda mfupi na kikaenda kufanya kazi nzuri kwa chini ya mwalimu mpya, na kwa bahati nzuri Selemani Matola bado ataendelea kuwa kwenye bench. Kwa hiyo kuendelea kuwepo kwake kwenye bench ina maana kunaongeza pia nguvu kwa mwalimu anayekuja, kumuongezea baadhi ya vitu kwamba bwana, tunaanza hapa lakini kuna huyu na huyu yuko hivi, kuna huyu na huyu yuko hivi, kuna huyu na huyu yuko hivi. Kwa hiyo itakuwa ni mwanzo mzuri kwa klabu ya Simba kama watamtangaza mwalimu vizuri mapema, ili aweze kuiandaa vizuri timu kwenye hizo wiki mbili, kwa sababu hata ukiangalia kwenye timu yao ni wachezaji wachache sana ambao wameitwa kwenye timu zao za taifa. Ni wachache sana, hawafiki hata wachezaji 7. Kwa hiyo inaweza kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine kutengeneza timu nzuri kuelekea mechi zinazofuata za ligi na mashindano ya kimataifa.